Mkuu wa wilaya ya Tarime, Meja Edward Gowele, kwa niaba ya serikali ya wilaya ya Tarime, ametangaza msako mkali dhidi ya wanafunzi ambao hawaendi shule, ambapo ameliagiza jeshi la polisi kupitia makamanda wa jeshi hilo katika wilaya 3 za kipolisi zinazounda wilaya ya Tarime, ambazo ni Tarime, Sirari, Nyamwaga, pamoja na maofisa watendaji wa vijiji na kata, kuhakikisha wanafanya ukaguzi na kubaini wazazi ambao watoto hao hawajapelekwa shule. Idadi ni kubwa sana ya watoto ambao hawajaripoti mashuleni. Na jambo hili ni wajibu wa wazazi pamoja na watumishi wa serikali wote kuhakikisha watoto hao wanakwenda shule. Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndio kiongozi wetu mkubwa wa serikali, ameshafanya wajibu wake mkubwa wa ujenzi wa miundombinu ikiwa ni madarasa pamoja na madawati. Lakini watoto wengi hawajaripoti shuleni. Sasa natumia muda huu kutoa maelekezo. Kila mzazi ambaye ana mtoto anastahili kwenda shule, hakikisha amekwenda shuleni. Na lazima watambue kwamba jambo hili sio ombi, ni lazima, kwa sababu elimu ni bure kuanzia awali mpaka kidato cha 6. Wajibu wao ni kupeleka watoto shuleni. Na nimeshatoa maelekezo kwa ma-OCD wote watatu wa wilaya ya Tarime. OCD Nyamwaga, OCD Sirari, OCD Tarime mji. Kwa watendaji kata wote wa wilaya hii, lakini maafisa elimu kata, maafisa elimu msingi na sekondari, lakini tunao polisi kata kwenye kila kata, tunao watendaji wa vijiji. Tunaanza zoezi la kuhakikisha watoto wote wanakwenda shule. Na tuwatambue wote, bahati nzuri tumeshapata majina. Kwa kila shule, kwa kila kata ni watoto nani na nani hawajakwenda shule. Tutakamata mzazi na watakwenda mahakamani. Sasa ili uepuke hilo, hakikisha mtoto wako amekwenda shule, ameripoti shuleni ifikapo kesho asubuhi watoto wameenda shule. Vinginevyo tunaanza kukusanya. Tunawanyima watoto haki ya msingi ya kwenda shule, ya kupata elimu. Tunatambua wapo wanafunzi ambao wameozeshwa tayari, wako kwa wanaume ambao watakiwa kwenda kwa shule. Lakini wapo ambao wana mimba, wapo ambao wako kwenye machimbo, wanatumikishwa kwenye machimbo, wapo ambao wanafanya biashara maeneo ya stand, sokoni na mitaani, lakini wapo ambao wanatumikishwa kama house girl kwenye baadhi ya nyumba. Wapo watoto ambao wametoroshwa, wako nje ya nchi, maana yake kwenye nchi jirani. Kama mnavyojua hapa tunapakana na nchi ya Kenya. Wapo huko. Wapo ambao wanafanya shughuli mbalimbali, uchungaji na mambo kama hayo kwenye mashamba. Sasa natoa wito kwa wananchi wote wa Tarime, ifikapo kesho watoto wote wameenda shule, hatutakuwa na huruma katika hilo. Tutakamata na watakwenda mahakamani. Sisi tutakamata mzazi. Kwa hiyo maelekezo yangu kwa watendaji wote ni wataja hapo juu, kuwatambua ni mtoto wa nani hayupo shule. Kamata mzazi, peleka mahakamani. Hatutakuwa na huruma katika hilo. Idadi ni kubwa sana ya watoto, hasa kidato cha kwanza, hawapo mashuleni. Wale watoto waliofeli form 2 kwenda form 3 wamerudi, wako nyumbani, wengine wameolewa, wote warudi shule kama maelekezo ya serikali yalivyo. Lakini kingine kinachochangia utoro ni watoto kutopata chakula shuleni. Hili limekuwa tatizo. Tarime tunapata mvua mara 2 kwa mwaka, tuna vyakula vya kutosha, hatuna sababu watoto wasipate chakula shuleni. Hii inachangia pia kwenye utoro, lakini na malezi. Akizungumza ofisini kwake, mkuu wa wilaya ya Tarime pamoja na waandishi wa habari amesisitiza kwamba swala hilo halina mzaha, kwa kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imehakikisha imejenga mashule ili watoto wapate haki yao ya kusoma kama ajenda ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia. Endelea kutufuatilia Washindi kwa taarifa nyingine, bila kusahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa.